serikali itimize wajibu wake, kwa sababu sote tunafahamu katika kipindi ambacho mauaji yalikuwa yanafanyika, hakuna raia alikuwa anaweza kuzunguka mtaani. Kila aliyetoka nje ya nyumba yake alikuwa kwenye hatari ya kuuawa, na kwa hiyo waliokusanya maiti, waliokusanya miili kuzipeleka mochwari na popote pale ambapo zilipelekwa ni askari, na serikali inawajibika kueleza idadi ya wale watu walioathirika na ile mauaji ni watu wangapi, na huu ni wajibu wa kawaida kabisa wa kiuongozi na serikali yoyote ambayo ni responsible. Lakini eneo la tatu naitaka serikali ikabidhi miili ya waliouawa kwa ndugu ambao hadi sasa wanadai miili yao. Inafahamika kwamba katikati ya matukio haya kuna watu mpaka leo hawajakabidhiwa miili ya ndugu zao. Tumeshuhudia watu wakizika baadhi ya nguo na vifaa vya ndugu ambao wamepotea katika matukio haya, na wenyewe hawajulikani waliko mpaka leo. Kwa kuwa kila aliyeuawa alikusanywa na vikosi vya ulinzi na usalama mahali kote, na serikali hata mara moja haijawahi kudinai kwamba vyombo vyake ndio vilikusanya maiti za watu waliouawa huko mtaani, inao wajibu wa kurejesha miili ya hawa ndugu, miili ya watu waliouawa, ili familia zao ziweze kuwapa heshima ya mwisho au kutoa ufafanuzi unaoeleweka kwamba miili yao iko wapi. Hili ni jambo muhimu sana ambapo kamati kuu imetaka jambo hili lifanyike. Lakini pia kamati kuu inataka iundwe tume huru ya uchunguzi ya kimataifa kuchunguza mauaji ya Oktoba 29 badala ya tume ya sasa ambayo inawajibika moja kwa moja kwa rais. Rais Samia mwenyewe amewahi kutoa maelezo kwamba ataunda tume, ili tume ije ieleze ni zipi zilikuwa sababu za vijana kuandamana, yapi yalikuwa madai yao na namna gani ya kuweza kutatua. Lakini ni Rais Samia huyo huyo ambaye baadaye alikuja kutoa madai akiwa anaongea na wazee wa Dar es Salaam kwamba wale walioandamana wakati wa mauaji ni watu waliokuwa wanataka kufanya mapinduzi katika nchi yetu. Kwa serikali imekuwa na kauli zaidi ya moja kuhusiana na tukio hili. Hawawezi kuunda tume ambayo itakuja kueleza kwa kina nini kilitokea. Kamati kuu inataka suala la kuundwa kwa tume huru, tume ambayo inaongozwa na vyombo vya kimataifa, isiyowajibika moja kwa moja kwa serikali, ni suala muhimu sana ili kulileta taifa pamoja na kuaminika yale yatakayokuja kama ni matokeo ya uchunguzi, kuliko kuwa na tume ambayo matokeo yakitoka hakuna atakayeamini zaidi ya serikali yenyewe, ambayo mpaka sasa inayo majibu ya hata yale maswali ambayo yamekabidhiwa kwa tume kwenda kuyauliza. Eneo la tatu ni kuhusu mustakabali wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Kamati kuu inawapongeza na kuwashukuru wananchi wa Zanzibar kwa kukipa imani kubwa chama cha ACT Wazalendo, mgombea wake wa urais wa Zanzibar ndugu Othman Masudi Othman na wagombea wake wengine kwenye nafasi za ubunge, ujumbe wa baraza la wawakilishi na udiwani katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kutokana na imani hiyo, kamati kuu inaweka wazi kwamba hoja ya ACT Wazalendo haihusiani kabisa